kwa habari jamii. Burudani na michezo unaweza kuzipata hapa. Zungumziaje? Ni wimbo mzuri kwao, lakini kwangu mimi naona wanakuwa hawajui mpira, kwa sababu ukiangalia sisi Yanga tuna advantage, tuna advantage kwa sababu gani? Ni kwamba ni timu ambayo tayari ishafikisha malengo yake wakati michuano haijaisha. Sababu ukiangalia malengo ambayo rais wa timu Engineer Hersi wakati anahojiwa aliulizwa kuhusu malengo ya Yanga, akasema malengo ya Yanga ni kufika group stage, ni kitu ambacho tayari ishafanikiwa. Kwa hiyo kutoka hapa group stage kwenda robo, nusu na finali ni extra, ni ziada. Kwa hiyo malengo ya timu ya Yanga tayari yameshatimia. Sasa huyu anayepiga kelele anaifanyaje? Pengine alikuwa hajasikia ni namna gani rais wa timu alizungumza, na kuzungumza vile kwa nia mbaya, lakini alikuwa anaangalia investment, namna kikosi, in out ya makocha. Wakati mwingine unamwamini kocha lakini anashindwa kudeliver kwa wakati. Kwa hiyo akaona nisipe timu au nisiwape mashabiki na wanachama malengo makubwa alafu nikaja kufeli alafu baadaye nikaja kuulizwa. Kwa aliweka target ya group stage, tumefika. Kwa hiyo baada ya kutoka group stage kwenda hatua inayofuata tunasubiria kusikia kauli kutoka kwa uongozi, pengine kama kutokea hapa kwenda mbele huko itakuwa nini, lakini naamini kwamba Yanga hatujaishia hapo, kwa sababu kutokea hapa hatua ya group stage kuelekea kwenye kutafuta robo na nusu, hii ni inaitwa ngumijiwe. Yani piga nikupige, mwisho wa siku unajikuta umekaa pale juu, kwa sababu sasa hivi ni malaki kwenye makundi kuna timu 4, malaki unacheza na timu 3. Tuko sisi Farabati wako wale wa Algeria na wako National, umeelewa? Kwa hiyo ni namna utakavyopanga karata zako, kwa maana ya tunatakiwa tushinde mechi zetu zote ambazo tunacheza kwenye uwanja nyumbani, ambayo sasa hivi tunacheza New Amani Complex, alafu away tukatafutia tasuru. Sasa hivi haihitaji kola kucheza vizuri, sasa hivi ni namna ya kujipanga kuweza kupata matokeo, umeelewa? Kwa naamini tutafanya vizuri, japokuwa tuko kwenye kundi gumu na hii michuano hakuna timu nyepesi hata moja. Unadhani kwamba kati ya ukubwa wa Yanga na usajili ambao umefanyika mwaka huu, je, unaona kwamba malengo ya kufika group stage ilikuwa ni sahihi kwa viongozi kwenye group stage? Of course, kama rais wa timu ambaye yeye ndo atasajili, yeye analipa mishahara, anakuambia malengo ni group stage, wewe nani uje ubishe useme kwamba nataka tuende robo au nusu, umeelewa? Kwa sababu yeye ni mtaalamu, kwa maana ya kwanza ni kiongozi, alafu pili yuko kafu, kashakuwa kiongozi wa kafu, sasa hivi yuko FIFA kama mjumbe. Kwa hiyo anajua nini anachokisema na nini anachokifanya, kwa sababu yeye ndo anajua, umeelewa, namna gani ya wachezaji aliowasajili na kwa target gani. Mimi leo sasa hivi siwezi kuambia na malengo ya kununua ndege wakati hata baskeli sina. Kila kitu kinaenda kwa stage, umeelewa, kwa hatua. Kwa hatua ile kuwepo sasa hivi ni yani kuwa na uhakika angalau timu hiyo inacheza kwenye hatua ya makundi. Ukitoka kwenye makundi utaweka tena malengo mengine ya kutoka eneo la makundi. Unasema mimi lazima nihakikishe timu yangu haitoke kwenye robo. Utaenda tena nusu, baadaye finali. Haiji kama uyoga tu kwamba unatoka from nowhere unasema nataka niingie finali. Hii michuano wewe ina mikakati. Hata Simba nao hawajatoka kama uyoga. Modeu alisema kwamba nataka ndani ya miaka 5 hii nione timu inacheza hatua ya robo finali, sio na group stage na ina qualify. Wakajitahidi, wakatengeneza mikakati yao, wakafika. Kwa na sisi tunatengeneza mikakati yetu angalau kila msimu tuishie, yani tusishuke chini ya group stage, yani tusitolewe katika hatua za awali, umeelewa? Angalau tutoke kwenye hatua ya robo finali, nusu na finali. Tunaenda hatua kwa hatua kidogo, naamini tutafika tu. Katika michuano ya kimataifa mnaingia mkiwa na pigo la mchezaji wenu mzuri ambao kidogo ameikonga mioyo ya mashabiki wa Young Africans, ambaye ni Clement Mzize, ambao sasa hivi ni majeruhi, ambao amefanyia upasuaji wa goti naamini. Je, unazungumziaje mkiingia mkiwa na upungufu wa striker? Na timu ya Yanga inacheza zaidi kitimu, kwamba kuna wakati unakuta hata mtu kama Pacome Zouzoua anacheza winga, lakini kuna wakati anafunga. Maxi Zengeli anacheza winga anafunga, Azizi Andambwile anafunga, Dickson Jobo anafunga. Yani ni timu ambayo yani kuna falsafa ya Yanga. Unajua ukiacha mchezaji, lakini kuna ile falsafa ambayo ya Yanga ndio ambayo inaibeba timu. Kwa hiyo Mzize ni mchezaji mzuri, tunamhitaji, lakini kwa sababu yuko injury utafanyaje? Kwa hiyo inabidi tu ufanye replacement, na ndio maana timu ikasajili wachezaji wengi, kwamba kila eneo lina replacement. Yeye anacheza kwenye eneo la namba 10, la namba 9, kuna wakati anacheza kama winga, umeelewa? Kwa hiyo kwenye nafasi hiyo pale unamkuta Boyeli, unamkuta na Prince Dube.
na yeye yupo. Kwa hiyo kama yeye amekosekana, maana kuna wawili ambao wanaweza wakacheza. Na kuna wakati unaweza ukacheza bila kumhitaji namba 9, unaweza ukacheza force number 9. Kwamba ukamchukua kama kiungo akacheza hivyo. Kikubwa ni namna ambavyo unajipanga kwa mechi husika. Unajua kuna mechi nyingine hata huyo Mzinzi hahitajiki. Kuna wakati mwingine hata Pacome Zouzoua hahitajiki. Kuna mechi ambazo zinahitaji wachezaji wa aina fulani. Kwa hiyo mimi naamini kwa katika Yanga, siamini katika mchezaji kwa maana ya jina.